بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون. baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumtakia ziada ya swala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wahusia kabisa juu ya kumcha Allah bifi'li ma amara Allah bihi wajtinabi ma naha anhu wa zajar. Tukiwa katika mwendelezo wa daura yetu hii, daura ambayo inahusisha wanawake, akina mama, katika masjidi hii, Masjid Ibn Baz iliyopo maeneo ya Makorora, Mti Mkavu. Tukiwa leo ni siku ya pili ya daura hii, tumechukua sehemu katika siku ya mwanzo takriban darasa 10. Leo biidhnillahi tabaraka wa taala tutaanza darasa ya 11 hadi itakapoishia na kumaliza muda wetu insha Allah. Yaqulu almuallif rahimahullahu ta'ala: ad-darusul hadi 'ashara, darasa ya 11. Idha ajrat amaliyatan qasiratan wa kharaja minha ad-damu fahiya nifasun. Idha ajrat ay idha fa'alat, atakapofanya mwanamke amaliyatan qasiratan, operation mdogo. Idha ajrat amaliyatan qasira, mwanamke atakapofanya, kwa maana atakapofanyiwa amaliyatan qasira, operation mdogo, kapata sababu ya kupelekea yeye kufanya operation, akafanyiwa kwa ukapita kwake operation. Wa kharaja minha damu, na ikatoka kwake yeye damu. Fahiya nifasun, basi damu hiyo ni nifasi kwa operation huu wakati wa kujifungua. Sio kila mwanamke anazaa kwa hali ya kawaida, wengine hutokea wakazaa operation. Kwa ikitokea mwanamke amejifungua kwa njia hiyo ya operation, je, damu itakayomtoka pale itahesabika ni nifasi? Ndio anazungumza Sheikh kwa kusema idha ajrat amaliyatan qasira, pinde atakapopitisha mwanamke operation mdogo, kwa maana akafanywa operation kwa ajili ya kujifungua. Wa kharaja minha damu, na ikatoka kwake yeye damu. Fahiya nifasu, basi damu hiyo ni nifasi.
kwa maana na yeye ataingia katika wanawake wenye damu ya nifasi, na hukumu za wanawake wenye nifasi zitamhusu yeye pia. Thumma, kisha akasema shekhe, idha asqatatil janina qabla 90 yawma, pindi mwanamke atakapodondosha, atakapoangusha mwana wa matumboni. Idha asqatatil janina, mwanamke atakapompomosha. Kupomosha maana yake kudondosha au kuangusha. Idha asqatatil janina, pindi mwanamke atakapompomosha mwana wa matumboni. Qabla 90 yauma, kabla ya kufikia siku 90, kwa maana haikufika miezi mitatu tayari mwana wa matumboni ametoka, kwa maana kile kichanga ambacho mimba ambayo iko tumboni ikatoka. Fahuwa qita'atu lahmin, basi hicho ni kipande cha nyama tu. Walaysat binifasin, na kipande hicho si nifasi. Chini ya miezi mitatu mwana wa matumboni katoka, ujauzito umeharibika, anaambwa kipande nini damu hiyo itakayotoka? Hicho ni kipande cha nyama, kile kitakachotoka ni kipande cha nyama tu, na wala hakitohesabika kuwa ni nifasi. Haingii katika jumla ya kile kilichotoka kwamba ni nifasi, sababu ni kipande cha nyama kimeharibika, kimevurugika, kimetoka, si nifasi. Kwa nini? Li'anna aljanina yatakhallaqu ba'da 90 yawma, kwa sababu mwana wa matumboni anatengenekea, anaundika baada ya siku 90. Yatakhallaqu, anaundika, anatengenekea, anaumbika baada 90 yauma, baada ya siku 90. Anazingatia kwamba huyu sasa ni mtoto, ni kiumbe, baada ya kumaliza miezi mitatu na kukamilika siku 90. Hapo sasa anahesabika huyu ni kiumbe. Ama chini ya 90, basi bado hajaundika, hajawa ni kiumbe moja kwa moja. Kwa ikiwa taharibika mwana wa matumboni chini ya siku 90 na akatoka mwanamke na mapande ya damu au mapande ya nyama kuashiria kwamba mtoto kaharibika, basi hiyo haisabiki kuwa ni nifasi. Hiyo ilikuwa darasa ya 11, anaelezea ikiwa mjamzito atafanya operation au atapomosha ujauzito wake chini ya miezi mitatu. Ad-darsu thani ashar, darasa ya 12, yajibu ala almar'ati, kuna pasa juu ya mwanamke, an tuhafidhu ala salati fi waqtiha, kuhifadhi swala ndani ya wakati wake. Yajibu ala almar'a, inapasa kwa mwanamke, an tuhafidhu ala salati, kuhifadhi swala, kwa maana kuchunga swala zile za wajibu zile 5 kwa siku. Fi waqtiha, ndani ya wakati wake, asitoe nje ya wakati, swala zote aziswali ndani ya wakati. Kisha shekhe anasema walgharibu, na cha ajabu, walgharibu, na cha ajabu, anna alba'dha, ni kwamba baadhi, tanamu anha, analala kuiwacha hiyo swala. Baadhi ya wanawake utamkuta mwanamke tanamu anha, analala kuiwacha hiyo swala. Alitakiwa aswali lazima tena ndani ya wakati, lakini cha ajabu kuna baadhi ya wanawake utamkuta amelala muda wa swala, hadi swala imetoka muda wake, yeye amelala tu. Waqad tuakhiruha, na huenda akaichelewesha swala hiyo, bila udhrin, pasi na udhuru wowote wa kisheria. Bila udhrin ay bila udhrin shar'i, pasi na udhuru wa kisheria. Yupo tu na pirika zake, aogesha watoto, anapika, anaoga, anajua muda wa swala umeshaenda,
na hana uwajibu wa kuoga, ataingia chooni masaa mengi, anaoga tu hali ya kuwa muda wa swala unaondoka, au anafanya mambo mengine ambayo hayana ulazima wala umuhimu, unakuta swala imetoka muda wake bila udhurin shar'iyyin, basi na udhuru wa kisheria. Kuna wanawake wana tabia hiyo. Wa minuhunna, na kuna katika hao wanawake, wa minuhunna, na kuna katika hao wanawake, man tadhhabu lilmunasabat, yule ambaye anakwenda kwenye matukio. Wa minuhunna, na kuna katika hao wanawake, man, ambaye tadhhabu lilmunasabat, anakwenda kwenye matukio, kwenye minasaba. Wala tusalli, na haswali, illa ba'da dhahabi muntasifil layl, isipokuwa baada ya kuondoka nusu ya usiku. Anaenda kwenye matukio, kwenye minasaba, kwenye harusi, kwenye sherehe, kwenye sijui kitu gani, mialiko ya usiku na jioni. Anakwenda huko, anajisahau kwamba yeye ni Muislamu, anatakiwa kuswali. Haswali. Swala ya magharibi itampita huko kwenye sherehe, swala ya isha itampita huko kwenye sherehe, mpaka inafikia nusu ya usiku. Amerudi nyumbani saa 5, saa 6, haja swali magharibi, haja swali isha. Wapo baadhi ya wanawake wasiojielewa, wana tabia hizi, wanaenda huko kwenye sherehe za halali au za haramu. Haifai kuchelewesha swala mpaka kufikia nusu ya usiku. Wa kullu dhalika la yajuz, Sheikh anasema na yote hayo hayafai. Mtu kulala akaiacha swala ikatoka njia muda, au akaichelewesha pasi na udhuru wa kisheria, au akaenda kwenye matukio na minasaba akawa hakuswali mpaka ikafika nusu ya usiku. Wa kullu dhalika la yajuz, na yote hayo hayafai katika sheria, ni mambo ambayo yamekatazwa kwenye sheria yetu. Qala ta'ala, amesema Allah aliyakuwa ametukuka, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, hakika swala imekuwa swala hiyo kwa waumini ni faradhi yenye muda maalumu. Inna salata, hakika swala, kanat, imekuwa, 'alal mu'minin, kwa waumini wenye kumwamini Allah na siku ya mwisho, kitaban mawquta, ni faradhi yenye wakati maalumu. Swala ni faradhi, tena ni faradhi ambayo ina wakati na muda maalumu, sio wakati unaotaka wewe au muda utakaoamua wewe kuswali. Hapana, kitaban mawquta. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, al-Imam Sa'di alipokuwa akitafsiri aya hii akasema, ay mafruḍan fi waqtihi, swala ni yenye kufaradhishwa katika wakati wake. Fadalla dhalika ala farudhiyatiha, likajulisha hilo juu ya ufaradhi wa hiyo swala. Swala ni faradhi, wa anna laha waqtan la tasihu illa bihi, na kwamba ina swala hiyo wakati ambao haiwezi kusihi isipokuwa kwa wakati huo. Swala ina wakati wake maalum, ni faradhi juu yetu na imewekewa muda. Ukiiswali nje wakati wake, la tasihu, haisihi. Kwa hiyo hapa wanakumbushwa wanawake juu ya kuhifadhi mambo ya swala, kuhifadhi muda wa swala. Ima moja wewe uko nyumbani au uko safarini au huna shughuli yoyote au upo katika matukio, unatakiwa uiswali swala ndani ya wakati wake, kwa sababu inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wengine kwenye matukio ya haramu, kwenye sherehe za haramu, pamoja na uharamu wa sherehe, lakini vile vile hakuna swala. Na wengine wanaswali tena katika sherehe za halali kabisa, lakini ajitia haya, anasikia aibu kuambia wenzake naenda kuswali. Hiyo ni aibu ya kijinga, haifai kufanya hivyo. Usiuachie muda wa swala ukatoka, swala ikakuacha,
nje ya muda wake, ni jambo la haramu, halifai. Thumma qala hafidhahullah, kisha akasema yushra'u, pana kwa sheria, an takshifa almar'atu, kuweka wazi, kukashifu mwanamke, wajhaha, uso wake. Yushra'u, pana kwa sheria, an takshifa almar'atu wajhaha, kuweka wazi, kukashifu, kufunua mwanamke uso wake, fi salati, akiwa ndani ya swala, bi ijma'il ulama, kwa makubaliano ya wanawachuoni. Mwanamke akiwa ndani ya swala, basi inafaa yeye kukashifu na kuweka wazi uso wake. Hatovaa niqab, hatoweka kizuizi cha kwenye sura yake, atakuwa uso wazi akiwa ndani ya swala, ataswali hali ya kuwa yupo katika hali hiyo. Illa, isipokuwa idha kanat bihadrati rijalin ajanib, isipokuwa itakapokuwa katika hadhara ya wanaume kando. Illa, isipokuwa idha kanat, atakapokuwa mwanamke huyo bihadrati rijalin ajanib, katika hadhara ya wanaume kando, akiwa katika uwepo wa wanaume. Kuna wanaume al-ajanib ambao si maharimu zake, wanaume wakubwa waliobaligh ambao wanafaa kumuoa, wapo karibu na yeye, isipokuwa katika hadhara manake uwepo wa wanaume kando. Isipokuwa hapo ataswali na nikabu yake, hata uacha wazi uso wake, kwa sababu kuna wanaume ambao wanafaa kumuoa, tena ni wakubwa wa shabaligh. Isipokuwa katika hali hiyo, wayajibu alaiha, na kuna wajibika juu yake mwanamke, an tughatti sha'raha, kuzifunika nywele zake, bil ijma', kwa makubaliano ya wanawachuoni. Wayajibu alaiha, na kuna wajibika juu ya mwanamke huyo, an tughatti sha'raha, kuzifunika nywele zake, asiache nywele zikawa wazi. Ameruhusiwa kuifunua sura yake akiswali pasipokuwepo wanaume kando, lakini hakuruhusiwa kuacha nywele zake wazi, bil ijma', kwa makubaliano ya wanawachuoni. Kisha akasema shekhi, wayajuzu laha, na inajuzu kwake yeye huyo mwanamke, wayajuzu laha an tusallia wa hiya kashifatun likaffaiha wa qadamaiha ala alqawli sahih, na inajuzu kwa mwanamke huyo an tusalli, ya kuswali, wa hiya kashifatun likaffaiha, na hali ya kuwa yeye ni mwenye kuviweka wazi viganja vyake viwili. Wa hiya, na hali ya kuwa yeye kashifatun, ni mwenye kuviweka wazi, mwenye kuvifunua, likaffaiha, viganja vyake viwili. Inajuzu kudhihirisha uso wake, kudhihirisha viganja vyake viwili vya mikono mwanamke anapokuwa kwenye swala. Hilo ni amrun jaizun laha, ni jambo lenye kujuzu kwake yeye. Wa qadamaiha, na nyayo zake mbili pia inajuzu, ala alqawli sahih, tuendapo juu ya kauli sahihi. Ala alqawli sahih, tuendapo juu ya kauli sahihi, kwamba mwanamke itafaa kudhihirisha hata nyayo zake mbili akiwa ndani ya swala, kwa kauli iliyokuwa sahihi. Hapa naika kituo, kuna maneno kwa wanachuoni, kuna khilafu kwa wanachuoni kuhusu mwanamke kufunua nyayo zake mbili. Je, mwanamke kudhihirisha na kuweka wazi nyayo zake mbili, kwa maana miguu yake chini ikawa iko wazi ili nguo yake haikustiri chini, je, inafaa au ni jambo lisilofaa? Wallahu a'lam, na Allah ndiye mjuzi zaidi. Lakini kwa kauli iliyokuwa na nguvu, kwa mujibu wa dalili na kauli za wanawachuoni, ni kwamba mwanamke ni wajibu kusitiri nyayo zake mbili,
Hiyo ni kauli katika kauli za ahlul ilm. Kwa maana hapa tumeenda kinyume na mtunzi. Tumesema jambo hili lina khilafu lakini tukatilia nguvu kinyume na kauli ya mtunzi aliyopita nayo. Mtunzi kapita na kauli kwamba kwa kauli sahihi kwake yeye na baadhi ya wanawachuoni ambao amewategemea itafaa mwanamke kuweka wazi nyayo zake mbili, lakini kuna kauli tofauti na hizo zinaona hapana, wajibu mwanamke kustiri nyayo zake, na hiyo ndo kauli tunayopita nayo. Mwanamke ni wajibu kustiri nyayo zake mbili, ataweka wazi uso wake, ataweka wazi viganja vyake, lakini sio miguu yake miwili na nyayo zake. Lazima asitiri miguu yake miwili, kama alivyolikata hilo Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala aliposema wasahihu, na kauli iliyo sahihi, anna al-kaffaini la tajibu sitruhuma fi salati, hakika viganja viwili haviwajibiki kuvistiri, kuvihifadhi ikiwa ndani ya swala, walakin sitruhuma afdal, lakini kuvistiri ni bora zaidi. Kuvistiri viganja viwili ni bora, khurujan min khilafi man aujaba sitrahuma, kwa ajili ya kujitoa kwenye khilafu ya wale ambao wamewajibisha kufanyaje? Wamewajibisha kuvistiri hivyo viganja viwili. Si lazima, lakini bora kuvistiri mikono yako ili kutoka kwenye khilafu ya wale waliowajibisha. Wa ammal qadamani, ama nyayo mbili, falwajibu sitruhuma, basi ni wajibu kuzistiri, ni wajibu, sio khiari, tofauti na alivyopita mtunzi wa hii risala yetu. Kwa mwanamke ndani ya swala ni ruhusa kuacha wazi uso wake, viganja vyake, lakini sio miguu yake na nyayo zake. Ad-darsu ath-thalitha ashara, darasa ya 13. Idha kunti maridatan, pindi utakapokuwa wewe ni mgonjwa. Idha kunti maridatan, pindi utakapokuwa ni mgonjwa wewe mwanamke, fayajibu alayki alwudu, basi kutapasa juu yako udhu. Fa in kana yadhurruki alma'u fatayammami, ikiwa yanakudhuru wewe maji basi utatayammam. Fa in kana yadhurruki alma'u, ikiwa yanakudhuru wewe, yanakuletea madhara maji, huwezi kuchukua udhu kwa maji, fatayammami, basi chukua tayammum, fanya kutayammam kwa kutumia mchanga. Wasifatu tayammumi, na namna na sifa ya kutayammam, antadhribi bikaffaiki turaba, ni kuupiga wewe kwa viganja vyako viwili mchanga. Antadhribi ni kuupiga, bikaffaiki kwa viganja vyako viwili, at-turab mchanga, utapiga mchanga kwa viganja vyako. Thumma tamsahi wajhaki thumma kaffaiki, kisha utaupangusa uso wako kisha viganja vyako viwili. Yako wazi masala tushasoma hayo Wayajuzu, na inafaa, antamfukhi fi yadayki ba'da almashi, kupuliza kwenye mikono yako ba'da almashi, baada ya kupangusa. Wayajuzu, na inafaa wakati wa kutayammam, antamfukhi fi yadayki, kupuliza wewe, kuvivia katika mikono yako baada almashi, baada ya kupangusa. Ndiyo, baada almashi au qabla almashi, kwa mujibu tulivyosoma, unatakiwa upulize mikono yako baada ya kupangusa au kabla ya kupangusa? Kabla ya kupangusa, kwa sio baada almashi, ni qabla almashi, kabla ya kupangusa
ndio sawa sawa, sio baada. Pengine uchapishaji umekosea hapo, sio baada almasih, kabla. Ima ukungute mikono yako uondoshe vile visivyohusika, libakie vumbi, au ipulize ile mikono kabla hujapangusa, ndipo upanguse uso wako na viganja vyako. Kwa nini afanye hivyo? Hatta la ya'laqa al-ghubaru biwajhiki, ili vumbi lisigande katika uso wako. Hatta la yal'aqa al-ghubaru biwajhiki, ili vumbi lisigande kwenye uso wako, vumbi lisigande usoni. Wayabtulu tayammumu, na kunabatilika kule kutayammam, kutakuwa ni batili sasa, bilqudrati ala isti'mali alma'i, kutabatilika kutayammam kwa kuweza kuyatumia maji. Wayabtulu tayammum, na kutabatilika kule kutayammam, utakuwa haifai tena wewe kutayammam. Hata ukitayammam haijuzu, tayammamu yako ni batili. Kwa kitu gani? Bilqudrati ala isti'mali alma, kwa kuweza kuyatumia maji. Kilichokufanya wewe utayammam huwezi kuyatumia maji, yanakudhuru. Sasa umepona, unaweza kutumia maji bila ya madhara yoyote. Ukitayammam hapo, tayammamu yako inabatilika, haifai, haijuzu, kwa sababu tayari una uwezo wa kuyatumia maji. Tayammamu inakaa upande. Wal maridatu, anasema shekhi, yajibu alaiha as-salatu fi kulli waqti. Wal maridatu, na mwanamke mgonjwa. Wal maridatu, na mwanamke mgonjwa, yajibu alaiha as-salatu, kuna pasa juu yake kuswali, fi kulli waqtin, kwa kila wakati wa swala. Wal maridatu, na mwanamke mgonjwa, yajibu alaiha as-salatu, kutapasa juu yake kuswali, fi kulli waqtin, kwa kila wakati wa swala. Lazima aswali ndani ya kila wakati, asiitoe nje swala, aiswali ndani ya wakati wake kila swala. Fa in kana maradhuha shadidan, na yatakapokuwa maradhi yake ni makali. Shadidan, maradhi ni makali mno. Fa in kana maradhuha shadidan, yatakapokuwa maradhi yake ni makali mno. Fayajuzu laha aljam'u baina as-salataini biduni qasrin, itafaa kwake yeye kukusanya baina ya swala mbili pasi na kupunguza swala. Fayajuzu laha aljam'u, itafaa kwake yeye huyu mwanamke mwenye maradhi makali mno, maradhi amemkamata sawa sawa, maradhi yamezidi zaidi ya kiwango cha kawaida, na hawezi kuswali kila swala ndani ya wakati wake. Anaambiwa yeye itafaa kukusanya baina ya swala mbili biduni kasrin, basi na kupunguza hiyo swala. Ataiswali kwa rakaa kamili, alichoruhusiwa kukusanya, sio kupunguza. Fatajma'u baina adh-dhuhri wal 'asr, atakusanya yeye baina ya swala ya dhuhuri na swala ya alasiri, fi waqti ihdahuma, katika wakati wa swala moja wapo. Fi waqti ihdahuma, katika wakati wa swala moja wapo. Ataikusanya dhuhuri na alasiri kwenye wakati wa swala moja ya hizi mbili. Atakaposwali ya dhuhuri raka 4, kisha ataiswali na alasiri hapo hapo raka 4 ndani ya muda wa dhuhuri, na hiyo inaitwa jam'u taqdimin. Huo ni mkusanyo wa kutanguliza swala. Umeitanguliza alasiri kabla ya muda wake kutokana na hali ya maradhi yako, itafaa. Watajma'u baina al-maghribi wal-isha, na atakusanya baina ya swala ya maghrib na swala ya isha, fi waqti ihdahuma, katika wakati wa swala mojawapo. Kwa maana ile magharibi atakapoiswali ataiswali na isha, au atasubiria swala ya isha, magharibi imefika muda haja swali, ataiacha kutokana na maradhi yake. Ikiingia wakati wa isha, ataiswali kwanza magharibi ambayo muda wake ulishatangulia ukatoka, kisha ataiswali na isha hapo hapo, na hiyo inaitwa jam'u ta'khirin, mkusanyo wa kuchelewesha. Kwa hiyo mwanamke mgonjwa anatakiwa hatua ya mwanzo
kila swala aiswali ndani ya muda wake, asiruhusu muda wa swala kutoka hali ya kuwa hajaswali. Hayo ni makosa, na uwezo wa kufanya hivyo anao, anaingia kwenye dhambi. Sasa itakapokuwa hawezi kila swala kuiswali ndani ya muda wake kutokana na maradhi yake na hali yake ya ugonjwa, afanye kitendo fulani kisha apumzike muda mrefu, kama vile magharibi na isha ziko karibu, hawezi kuiswali magharib, baada ya muda mfupi aingie kwenye isha, hawezi kwa maradhi yake, inabidi afanye mara moja tu. Anaambiwa wewe utakusanya swala, unaposwali swala ya magharib swali na isha hapo hapo, kisha utakuwa umemaliza. Au ukifika muda wa magharib usiswali, endelea kupumzika, subiria muda wa isha. Ukifika muda wa isha utaiswali magharib na isha ndani ya muda wa isha, kisha endelee kupumzika. Hilo karuhusiwa, lakini haifai vile vile kupunguza rakaa kwa swala yoyote muda wa kuwa amekusanya swala kwa sababu ya ugonjwa, sio safari. Ad-darsu ar-rabi' ashara, darasa ya 14. Fil umrati yajuzu laki an talbasi ma shi'ta min athiyab. Fil umra, katika umra, yajuzu laki, inafaa kwako wewe mwanamke, an talbasi ma shi'ti min athiyab, kuvaa utakayoitaka katika nguo. An talbasi, kuvaa, ma shi'ti, utakayoitaka wewe, min athiyabi, katika nguo. Ukiwa kwenye umra mwanamke, Allah akakufanyia wepesi, umefika Maka kwa ajili ya ibada ya umra, basi inafaa kuvaa nguo yoyote wewe utakaoamua kuvaa, inafaa. Wayajuzu lubsu shurabi, itafaa kuvaa soksi za miguu. Wayajuzu lubsu, weka dhamma kwenye sini, wayajuzu lubsu shurabi, na inafaa kuvaa soksi za miguu. Wayahrumu alaik, na inakuwa ni haramu kwako, an-niqabu, kuvaa nikabu. Ikiwa kwenye umra hiyo ni haramu, haitakiwi. Wayahrumu alaik, na inakuwa ni haramu kwako wewe mwanamke unapofanya umra, an-niqabu, kuvaa nikabu. Hutausitiri uso wako, lakini umeruhusiwa kuvaa soksi za miguu, si uso. Walubsul quffazi, walubsu, weka dhamma kwenye sini, walubsul quffazi, na kuvaa nini? Al-quffaz, quffaz ni nini? Ni soksi za mikono. Ashurabi ni soksi za miguu zile za kawaida, socks ashurab. Ama al-quffaz ni soksi za mikononi, sasa gloves. Kwa yajuzu lubsu shurabi, itafaa kuvaa soksi za miguu. Wayahrumu alayki an-niqabu, na inakuwa ni haramu kwako wewe mwanamke kuvaa nikabu. Walubsul quffazi, na kuvaa soksi za mikono vile vile haitakiwi, kwa maana utavaa nguo unayoitaka katika nguo zenye stara ambayo sheria imetaka uvae hivyo, zinafaa kuvaliwa na mwanamke yoyote, utavaa wewe. Lakini vile vile itafaa kuvaa soksi za miguuni, ila haitafaa wakati wa kufanya umra kuvaa nikabu wala kuvaa soksi za mikono, haifai. Walusu ad-dayiqi, na vile vile haifai kuvaa nguo iliyodhiki, nguo yenye kubana, alladhi, ambayo yubayinu tafasila aljismi, inabainisha, inaweka wazi mikato ya mwili. Walubsu dayiq, na haifai vile vile kuvaa nguo yenye kubana, nguo imekukamata mwili, nguo ambayo ni dhiki, haina wasaa, si pana, nyembamba, imeendana na mwili wako, haifai kuivaa katika ibada ya umra wala nje ya umra, kwa sababu jambo limeharamishwa nje na ndani ya umra. Alladhi, nguo ambayo yubayinu tafasila aljismi, inaweka wazi, inabainisha mikato ya mwili. Maana kuna wengine wanavaa lakini kama vile hawajavaa,
amevaa nguo, mikato ya mwili yake yote iko wazi, unajua kile pale ni kifua, lile pale ni paja, ule pale ni mguu, ile pale ni nyonga, kila kitu kinaonekana, lakini amevaa, hakuna siri katika mwili wake pamoja na nguo aliyoivaa. Haifai nguo hiyo. Ima moja upo katika umra au nje ya umra, ni haram kwa mwanamke kuvaa nguo namna hiyo. Ad-darsul khamis ashar,